mpango mzima wa kuzama ndani ya Radio Maisha, radio zaidi ya radio, kama kawa kama dawa. Niite Main Rio, kipenda Jibaba. Naitwa Solomon Zuli. Tayari mgeni wetu ameshafika ndani ya studio. Tutakuwa tunamkaribisha in a few. Imekuwa siku za hivi majuzi amepitia changamoto si haba. Dio. Na hizi zote tutakuwa tunazizungumza kutaka kujua exactly nini ambacho kiliendelea. Niko confused kidogo na hii introduction. Dio. Kwa sababu mara ya mwisho tulikuwa tumeona kwamba ni nominated senator. Sijui kama ni senator bado. So haya yote tutakuwa tunayajadili. Tuko naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo, Mheshimiwa Gloria Oruoba. And of course ndo mgeni wetu leo. Tunataka kujua tu kile ambacho kinaendelea. So tutaanza hapo tu, Mheshimiwa Gloria Oruoba. Introduction tunaifanya vipi sasa? Iko hivyo. Bado mimi ni nominated senator. Okay. Unajua tuko na sheria. Na sheria ya nchi ndio iko juu ya sheria yoyote ile. Alright. Umesikia watu wakisema kuna sheria za, kuna katiba ya chama, sheria ya chama. Hata najua hapa Radio Maisha mko na sheria zenu, lakini ile sheria iko juu kabisa ni sheria ya nchi. Yani constitution. Na kinyume cha hiyo si sheria. Kwa hivyo mimi bado ni nominated senator. Yale ambayo mliona ilifanyika ilikuwa kinyume ya sheria. Bado ni kinyume ya sheria. Na ndio kwa maana koti ilikuja ikasimamisha. Alright. Okay, kwa hivyo bado unakaa katika vikao vya bunge la seneti kwa sasa? Kwa sasa mimi ni nominated senator. Kwa sasa wewe ni nominated senator. Okay. Ndio waliweka ile gazette kwa kinyume cha sheria kwa sababu hata koti ilikuwa ishawasimamisha. Hata hiyo disciplinary walifanya kinyume cha sheria kwa sababu koti ilikuwa imeshawasimamisha. Ndio. Lakini unajua vile ambavyo tunaenda na hii nchi, ndio unaona watu wanaanza kukasirika. Si hata kuanza, yani ile hasira ambayo ilikuwa inazidi kupanda. Kwa sababu inafika mahali unaangalia vitu ambavyo sisi kama hii serikali na sisi tulipigania hii serikali. Nikisema sisi namaanisha mimi mwenyewe nilipigania hii serikali. Na tukipigania hii serikali, vitu ambavyo tulikuwa tunasukuma, ahadi ambazo tulikuwa tunapatia wa Kenya, ndio zile ambazo watu kama mimi bado tunafuatilia. Lakini unajua ilifika mahali kwa hii safari na ni kama wale ambao tulikuwa tunapigania hii serikali walipoteza mwelekeo. Na mimi siogopi kusema kuna vitu ambavyo tumefanya. Si hata tulisikia president wetu hii siku ameenda kuomba akisema ya kuwa kama amekosea watu anaomba msamaha. Ndio. Kwa sababu anajua alikosea watu na anajua anazidi kukosea watu na anajua hata sasa tukiongea kuna Wakenya wengi wanakosewa, na serikali inajaribu kujitoa katika zile ahadi ambazo tulipeana. Lakini mimi kama yule ambaye nilikuwa mbele haswa kwa masuala ya wamama, tukiongea maneno ya Kenya Kwanza Women Charter, zile ahadi ambazo tulikuwa tumepatia wamama, na mimi naona kila siku nikiwa katika hiyo serikali hatuna haja kutimiza, lazima ningeongea. Zile ahadi zingine tulikuwa tumetoka tukisema tutatafutia watoto wetu kazi. Tumeona vile ambavyo watoto wetu wanaporwa mali. Mimi niliongea, wakakuja wanajaribu kunikorofisha, maneno ambayo inaendelea ni sawa. Lakini tumeona wameenda Mombasa wakisema wanaenda kufanya recruitment. Na hiyo siku tu si tumeona nini imefanyika Mombasa. Wale watu wa Mombasa pia wanasema hii ni mchezo gani? Tunaitishwa hela 1150 ati kupata kazi upelekwe Saudi Arabia. Vitu ambavyo nimekuwa nikiongea, nimekuwa nikisema. Lakini unajua watu wengi wakiingia kwa siasa waingie washike pesa hapa kidogo, wapate hiyo tunasema power pale na privilege. Wanasahau kuwa ndio waingie pale walienda wakapatiana ahadi kwa wananchi. Na wanasahau, alafu wanakuwa comfortable wanakaa. Mimi sikuingia katika bunge kutafuta pesa. Kwa hivyo sijasahau zile ahadi ambazo tulipatia haswa wamama na wasichana wa Kenya. Mheshimiwa, labda ni kwa swali ambalo Wakenya wengi wamekuwa kiobserve kufikia sasa, ya kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wakikuwa vocal, wakiongea issue ambazo labda zina affect wananchi, ama wakiongea contrary to what the government labda inasema, kuna vile kidogo wanajipata katika maji moto. Do you feel at the end of the day ya kwamba you are treated unfairly based on how vocal you are? Definitely.
From the moment niliapishwa, sijui kama mliona. Kutoka ile siku nilishika Biblia hivi nikasema sasa mimi Gloria Oroba nitafanya kazi hapa as a nominated senator and everything. Hiyo siku tu niliapishwa niliongea. Na kutoka hiyo siku vita ilianza. Kwa sababu unajua pia, wacha tuambiane ukweli. Watu wanasema kwanza wewe ni nominated senator. Yani ni kama hufai kuongea. Hufai kufanya kazi. Hufai kutetea wananchi. Hufai yani wanakubeba ni kama uko nominated, wewe nyamaza ule mshahara. Na kama ile siku mnapiga kura upigie kura, tunajua wewe tu ni wa kupiga voting machine na body count. Lakini nominated senators wakijitokeza, wale wachache ambao wamejitokeza, mimi nikiwa mmoja wao, tufanye kazi. Ni Wakenya tu bado wanakuja kukuambia nyamaza. Sasa unajua mimi nikajiuliza, hii kitu tunaita affirmative action. Hii seat hii ya kusema tikuwa tunataka kusaidia wamama waingie siasa, waweze kutafuta kura, waweze kupata hiyo, yani unaweza kusema like springboard. Wakianza kutumia kiti vile ambavyo inafaa kutumika. Bado ni Wakenya wengine wanakuambia wewe unaongeaje, wewe ni nominated. Lakini ukinyamaza ukae miaka 5 umenyamaza, weke kichwa chini. Baada ya miaka 5 ukienda kutafuta kura wanakuambia wewe miaka 5 umekuwa ukinyamaza. Sasa saa zingine unajua nauliza Wakenya mnataka aje? Kwa sababu wale kama sisi ambao tunaongea ukweli, wale kama sisi ambao tulijitokeza kutoka siku ya kwanza tukiapishwa, unapata mtu anakuambia huyu ako na kiherehere. Kwa sababu vile ile culture ambayo tumeweka haswa na wale nominated members of parliament, haswa wanawake, ni kuwa tunasema hawa hawafai kuongea. Hawafai kufanya kazi. Na wakianza kufanya kazi, tafadhali tu wakate miguu washuke. Mimi makosa ambayo nimefanya, makosa ambayo nimezidi kufanya ni kuongea. Kosa lako ni kuongea. Kosa langu ni kuongea. Kosa langu ni kutetea wamama. Kosa langu ni kusema ukweli. Sasa zile programs za serikali zingine hazifanyi kama hii tuliona ya diaspora jobs. Kosa yangu ni kukuja kusema Wakenya wanaporwa mali. Hiyo ndio makosa ambayo iko, kwa sababu ukisikia wale watu wanachama wengine wa United Democratic Alliance ambayo ni chama yangu, ukisikia wakisema huyo amekiuka sheria ya chama, nimewauliza tena, ni sheria gani, ni katiba gani ya chama ya UDA ambayo imesema mwanachama anyamaze Mkenya akiporwa mali? Kuna kitu ambacho umezungumzia hapo Mheshimiwa Senator Gloria Oroba, na sijui kama nimesikia right, tutanirekebisha hapo, ya kwamba mara nyingi wanaona kama voting machine na body count. What do you mean? Unajua pale bunge ndio hata tuweze kuanza ile session lazima tuwe na quorum. Quorum inamaanisha labda kwa hii studio ndio tukue na show lazima watu wawe 3. Sasa pale bunge pia kuna zile numbers ambayo kabla tujaanza session, for instance lazima watu wawe 15. Haya, kama ni committee lazima watu wawe 3, kitu kama hiyo. Sasa wewe unapigiwa simu ukiambiwa hebu kuja ndio uweke hiyo, ujaze idadi pale. Ujaze idadi. Ndio sasa session ukishajaza idadi, hata ukibonyeza pale ukijaribu kuongea mkupigana, unataka kuongea nini wewe? Wewe umeshajaza idadi, toka nenda ukafanye vitu zako. Sasa unajua wale ambao tuliingia pale kufanya kazi kwa sababu tuko wachache, unapata uko na frustration nyingi. Alafu kuna maneno mengi yanaendelea pale bunge. Maneno ni mengi. Na zingine mliona nilisuspendiwa. Nikienda kusema wacheni kunyanyasa wamama, suspension. Nikienda kuongea watu wananiuliza ulinyanyasa aje, nikienda kuongea una evidence. Nikisema basi simfanye investigation na wataki, wana suspension, wewe nenda kwanza ukanyanyasa. Unajua mheshimiwa, ukiongea hivi najiuliza maswali, kama ofisi hii basi imedhalilishwa kiwango hiki kwa yule Mkenya ambaye hatambui nafasi ya nominated senator katika serikali, nafasi yake ni gani, majukumu yake ni gani? Hata ndio swali kubwa ambayo tunafaa tujiulize kwanza ni hii maneno ya nominated senator ambaye inafaa iuje isaidie wa mama haswa na wale watu walemavu waweze kuitisha kiti hapo mbele in the future. Unafaa ujiulize what is the expectation, kwa sababu kama unasema ni nominated afai kuongea, basi umempeleka pale bunge afanye nini? Ndio hapo hiyo Wakenya waulize. Sasa zingine wanaona Wakenya wakisema hii maneno ya nominated itoke. Sometimes I agree with them. Kwa sababu kama the intention ilikuwa kuwa tunajaribu kusaidia watu waende sasa kuingia siasa kabisa, basi hautanyamazisha mtu. In fact tutakuwa naambia mtu pale tulikuweka ujaribu kucheza siasa, make sure uko na representation, vitu kama hizo. Lakini pia swali unafaa ujiulize,
Mimi unasikia niko nominated, wanasema niko na kiherere, kichwa ngumu, nini. Ndio. Unajua kuna members of parliament wamekaa kupitia miaka 20 ambayo hawajaiongea. Very true. Kweli? Wako hawajawahi kuweka hata sheria moja, yani hata one bill. Ndio. Hata pale bunge kukuja ni kadi wanaweka wapate ile allowance. Na kwa komiti wanachangia pia. Hawako hata kwa komiti, wengine hata wako kwa komiti. Huyu ni kiongozi huyu ako pale ndani ya bunge. Lakini unajua akiwa mwanaume ni sawa. Akija kuwa mwanamke mnasema ni flower gun. Sasa unajua pale mimi bunge huwa naangalia na shanga haya. Sasa unajua wamesema huyu ana mdomo nyingi anaongea. Hivi chama yangu UDA, United Democratic Alliance, kama kabisa wanataka kuangalia wale ambao wanakiuka sheria ya chama na sheria ya nchi. Okay. Tuko na waseneta pale wa United Democratic Alliance. Wachana hata hii sheria ya chama. Ndio. Ambayo wanapora mali pale bunge. Kuna viongozi wanapora mali ndani ya bunge. Wanachukua illegal allowances. Hao sasa ndio chama ingefaa iseme kwanza, nyinyi mnafuata, wachana maneno ya chama, mnafuata mpelekwe EACC. Fanya uchunguzi. Some of them Senator, unanielewa? Ndio. Wanachukua illegal allowances, waingine kazi tu ni kuangalia vile ambavyo watasafiri. Kila ukiona kwa mtandao ni kusafiri, wanasafiri. Ndio. Ukiangalia mtu anasafiri unasikia ameenda huyu ameenda kurepresent wa mama sijui masuala ya agriculture na mashamba na nini, mtu ambaye hata yeye mwenyewe hajawahi hata kuonekana katika hiyo space. Unasikia mtu amekwambia huyu ameenda kurepresent wa mama maneno ya sexual reproductive health and rights, akiwa hapa yeye ndo anakiuka hiyo agenda. Sasa unakaa chini unajiuliza, unajua mimi kitu imenishangaza. Nakaa naangalia paka nasema ama labda hii siasa si yangu. Mimi labda siwezi maneno ya siasa, because kusema ukweli ile pesa ambaye member of parliament analipwa, ndio, na ile kazi ambaye huwa tunafaa kufanya na wengine wanafanya. Kama tungekuwa tu ambayo watu tunataka kufuata sheria na kuangalia, kuna watu ambao tungeangalia hivi na tuseme huyu hata anafaa vutwe kazi. Sababu kuna baadhi ya viongozi ambao hawafuati sheria, wanakula hela. Kazi ni Sky na kazi haifanyi. Mimi nawaita Sky team, ndio uliona nilipewa suspension. Yeah, Sky team wanasafiri kila mahali. Vile ambavyo atafanya ni kutafuta apande ndege aende apate allowance. Hivi Mheshimiwa Glory ukiangalia nao ndio sasa unaona wanasema mimi nimekiuka sheria ya chama. Ukiangalia wale na matusi ndio imejaa, wale wanatusi mpaka watu ambao ni wakubwa kuliko baba zao. Sasa hawa ni viongozi ambao wako ndani ya serikalini ama ni pia wako upinzani? Ama wote pamoja? Wote pamoja, lakini mimi sasa unajua, wacha niongee maneno ya chama yangu. Chama yangu ni United Democratic Alliance. Ndio. Maneno ya chama mengine mimi sijui katiba zao na sheria zao. Ndio. Chama yangu ni United Democratic Alliance. Najua katiba ya chama yangu na najua sheria ambazo na pia ninajua manifesto ambayo tuliuza kwa Wakenya. Na nikiangalia hayo maneno matatu, alafu niangalie wale wengine wenzangu wa United Democratic Alliance na vitu ambavyo wanafanya pale bunge. Ndio. Hao sasa ndio wanafaa kwanza wachana hata maneno ya expulsion. Hao wanafaa mpaka wapelekwe EACC. Kwa sababu vitu ambavyo wanafanya ndio ukiona wanangangana kunisukuma kabisa nitoke Senate kabisa. Kwa sababu wamekaa chini wakasema huyu ataambia Wakenya ukweli. Yeah. Na Senator, we give it up to you kwa sababu umekuwa whistleblower, umekuwa very vocal kuzungumzia haya mambo, lakini pia unajua lazima, this is politics. Lazima pia it's a dirty game. Si kanisa, ni siasa. Ni siasa. Si kanisa, exactly, ni siasa. Unajua kanisani tutakuja tuseme tutaomba kuanzia saa 6 mpaka saa 7, kila mtu ashike nyumbani aende kwake. Ashike njia aende kwake. Lakini this is politics and you have to know how to play the politics. Na moja wapo ya njia, in all honesty, kucheza hii siasa ni kwamba hauwezi kupinga na mimi ndo nimekunominate. So you are going against the party according to vile ambavyo na tunaiview ya kwamba aje huyu tulimnominate katika chama chetu cha UDA na yeye bado ndo anatukosoa. I mean, Senator, mimi ningeambiwa ya kuwa kuenda pale bunge kazi itakuwa kufunika corruption. Kazi itakuwa kufunika Wakenya ambao wananyanyaswa. Kazi itakuwa kuenda kudanganya Wakenya na ahadi ambazo hatuna haja na kutimiza. Kama ningeambiwa hii nomination ya tunakupea, ile kazi unaenda kufanya ni kufunika serikali. Ndio. Na kufunika ubaya ya vitu ambavyo vinafanyika. Mimi singechukua hiyo kazi. Okay. Lakini mimi kazi niliambiwa, tuko na manifesto, tulienda tukauza manifesto. And you know, you cannot say I'm going against
the government that gave me the job. Because hiyo serikali ambayo ilinipatia hiyo kazi ndio serikali tu ile moja ambayo iliahadi wa Kenya vitu ambavyo mimi naongea kuhusu. Kwa mfano, mimi najulikana kuwa napeana sodo. Tumetoka International Menstrual Hygiene Day. Kwa nini nilishika hiyo program ya ending period poverty? Kwa sababu ni hii serikali yetu ya Kenya Kwanza ambaye our party leader His Excellency William Ruto aliweka sahihi. Ndio, aliweka sahihi kabisa katika ile kitu ambayo tunaita Women Charter, Kenya Kwanza Women Charter. Ile ilikuwa ni contract katika wamama na wasichana wa Kenya na yeye akija kuingia serikali. Hiyo contract yenyewe inasema nini? Inasemaje? Serikali inafaa ipatie wasichana sanitary pads. Mheshimiwa, ile wakati ulipoingia pale bunge na ulikuwa kidogo kwa na stain pale, ilikuwa ni picha ya kuashiria vipi na wabunge walichukulia vipi? Je, walichukulia serious na ile seriousness ambayo ulikuwa umechukulia? Unajua kuna wabunge ambayo hata ufanye nini ndio ulijaribu kuonyesha kwa picha zile shida ambazo anapitia. Unajua mimi acha nikuambie shida ambayo niko nayo ndio nimeshinda nikikuambia. Ndio. Pale mimi nilienda nikijua tuko na manifesto na nilienda nikiambiwa kuwa wewe we are nominating you to represent women for the affirmative action seat. Kila kitu ambacho nimefanya katika hiyo bunge is to represent the women of Kenya. Hata nikipewa hiyo suspension ya 6 months ilikuwa kwa nini? Mimi nimekataa maneno ya kwenda kutongozwa kwa lazima pale bunge. Mheshimiwa, si nilitoka ulitoka ukasema nikasema walikutongoza na lazima kama itakuwa ni lazima ndio nipitie kwa ofisi fulani pale bunge ya mtu ambaye ndo atakusainia ile kitu ya tuseme kama unahitaji support ya kuenda United Nation function ni yeye ndo anasign. Kama unahitaji hata ofisi ilianza na maneno ya ofisi ofisi, kama unahitaji ofisi mahali sehemu fulani ama fulani yeye ndo ako na hiyo power. Kama ni lazima nipitie kwa ofisi nilale na huyo ndio niweze kufanya kazi yangu. Nilisema mimi hawakuniambia hiyo, nayo nikishika hivi Biblia sikujua ni hiyo ndio kazi naenda kufanya huko. Nilikata. Nilipoongea hivi ikazimwa na nikapewa suspension ya 6 months. Nikasema sawa. Lakini swala ni hiyo kitu haijawahi kuchunguzwa. Mimi nimeenda nimeweka report, mimi nimeambiwa toka nje 6 months suspension, na ujue kwanza hata huyo mtu ambaye nilireport ndio ilifika mahali hata mshahara walikata kinyume na sheria. Mshahara wako tuko kotini hivi. Mheshimiwa, unataka kuniambia kwamba kuna story mbili ambapo Wakenya wanajua na kuna ile ambayo Oroba mwenyewe anaijua? Hata sio Oroba peke yake, ndio wale watu wanafanya kazi bunge. Tafuta tu mtu yote anafanya kazi bunge akwambie. I heard the story. I have friends inside the corridors of Parliament. Wanakuambia vipi wewe? Siwezi kuisema hapa hewani, lakini unajua vile ambavyo wanasema. I know kile ambacho sasa wanasema. Nilikubali nikasema haya basi hiyo vita ni kama hawa wataki kuongea kwa sababu itakuwa ndio wewe Oroba umekataa lakini wengine wamekubali. Unataka kuanika wengine. Wengine kama wamekubali wewe kataa, songa kando. Si nikasonga kando. Nikafanya 6 months suspension. Lakini wacha nikuulize. Sasa tofauti ya hiyo na wale wa mama wa Kericho enye tulikuwa tunasema sex for work, tofauti kwa wapi? Hakuna tofauti. Tofauti ya hiyo kesi na wale wa mama ambao wanakaliwa kwa mashamba, kwa maindustry, manufacturing plants, wa mama ambao lazima walale na watu kazini ndio waweze kupewa kazi yao iendelee kufanya. Tofauti hii ni gani? Hakuna tofauti. Maybe senator is because you are beautiful so they are eyeing for you. Wacha na unajua huko wanasema hata mimi si mrembo. Hivi mheshimiwa, ukiangalia manifesto ikisema ya kwamba ili ya UDA ikisema ya kwamba itapeana kina mama kipaumbele, ya kwamba itaempower kina mama. Wewe una feel vipi ukiona hizo unyanyasaji unafanyika? Tukienda around sisi ndio tukiwa na hata huyo chairman wetu ambaye ni mwanamke, Cecily Mbarire ndio ni mwanamke. By the way, yule ambaye amesimama mbele kabisa kunifukuza katika chama akisema lazima kazi ishe ni Cecily Mbarire. Mwanamke mwenzako ndio wako mbele akifuatwa na wale vijana wa Kisii. Unaelewa? Ndio. Sasa saa zingine nakuuliza kwa sababu mimi ukweli tu labda shida tu ni kwa sababu niliingia hapa nikisema naingia kufanya kazi. Unajua nikikaa chini niangalia hivi mpaka nikamuuliza Cecily, nilimuuliza katika mtandao na katika nikamwambia sasa wewe
You are leading, in fact we are very proud of this party UDA, because we have a chairman who's a woman. Lakini wewe ndio wa kwanza kusema wale wamama wanaongea, wale wamama wako mbele, wale wamama wanakuja kuambia rais wetu ukweli wa mambo ya kuwa hata hii kitu ambayo tulikuwa tunasema lazima tuta make sure maternal health care iko mbele. Wamama wanakuja wanaambia mimi nimezaa, nimeambia president, nilikuja nikamwambia, nilienda Mama Lucy, nilienda Pumwani. Na vitu ambavyo tulikuwa tumeahidi wa mama hazijafika huko. Na nikamwambia katika forum yetu, hao wa mama ndio wanakuja kukata mguu na kuambia unyamaze. Wewe unataka kupinga serikali. Sasa unashangaa unapinga serikali na unasema ukweli. Ni ukweli. Tulisema tutaenda kupatiana. Na ulienda ukaona. Tulisema tunaenda kupatiana diapers. Ndio. Mimi nilisimama katika jukwaa nikaambia wa mama. Ulikuwa nyuma rais pale. Yes, nikaambia wa mama, huyu candidate wetu William Ruto akiingia, wa mama tutasherehekea free sanitary pads. Ukiza diapers for 3 months. Maneno ya maternal health care including scans ambazo hazipatiwi tutakuwa free. Maneno ya watoto kukufa na mama kwa sababu kuna queue nitakuwa. Nilisimama katika jukwaa. Sasa unataka pia mimi niende kujificha niingie kwa maneno ya kudanganya wa Kenya. Kwa hivyo hii agenda yote ya Pampers na sanitary towels ni ahadi tupu ambayo haitaikuja pia. Hiyo ndio nimekuwa nikipigania. But Senator, unajua watu wanasema ati ina hiki tunajua inanishangaza. Watu wanasema she has become suddenly so clever. That is not true. Hapa nimetembea hizi station zote nikiongea hivi tangu niapishwe. Kweli. Hata hiyo wakinipiga suspension nilisema our president, we said we are going to create safe spaces for women. And me myself where I am in parliament, it is not safe. And I am blowing the whistle. Badala munisikize, munasema suspend huyo nene zima. Because you are telling the king that he is naked, Senator. Let me tell you something. You cannot tell the king that he's naked. Good leaders. Okay. Leaders who have gone far. Yes. Leaders who have led for many years. Always take counsel from wherever. Yani sitaki kutumia maneno mengine, lakini mtu hata mimi mwenyewe mahali niko kuna wakati nilikuwa nasimama na waambia hii maneno ya kazi za kuenda nje inafanya kazi, diaspora jobs inafanya. Mimi najua Wakenya wanasaidika. Na ni mtu alikuja akaniambia kama wanasaidika, wewe jaribu pia usaidie wako wa constituents. Si nikasema that is good advice. Wacha nilete wakisi wapewe kazi. Walifanywa nini? Waliporwa mali. Sasa kama singesikiza yule ambaye alikuwa ananiambia wewe jaribu kwanza, ungejua ukweli. Singejua ukweli, ningekuwa nakuja hapa studio nikiwaambia Wakenya wanasaidika nini. Sasa nikaenda nikapeleka watu wakaporwa pesa yao. So sasa venye nilisikia hiyo ndio nakwambia, you cannot say ati utasikiza tu wale wanakuambia kila kitu iko sawa, mbele iko sawa. Hivyo ndio tulifanya mpaka Gen Z wakaingia bunge. Kwa sababu unataka tu kukaa na wale ambao wanakupigia makofi. Lakini wale ambao wanakuambia ukweli wa mambo kwanza unawatenga. Hivi bunge letu la Kenya, wabunge wetu wako huru ama ni vigaragosi? Je, wanaweza wakaenda wakamwambia rais yes no, ama wao ni yes? Kuna wale wengi ambao wanasema ukweli. Shida ambayo imefanyika, wale wote ambao wanasimama hata tukiwa State House wakiongea wakisema rais tunataka kuambia hivi, fanya hivi na hivi. Unajua kitu imefanyika? Wale vijana 3 4 wamemzingira hivi, wame make sure mtu kama Oroba hata kukiwa na mkutano mahali ambapo rais, kwa sababu wanajua rais anasikiza, hata kukiwa na mahali ambayo Oroba anaweza sema rais wacha nikwambie hiyo kitu ni uongo. Ndio. They make sure that usikue karibu. Aufiki hapo. Do you regret joining UDA? Never. I never will regret. You seem like you regret. No, I don't. You know you can't. How can you regret? Did you know that it was going to turn out like this? But unasema kama uliadaiwa, you feel like, do you feel betrayed? Yes, I feel betrayed, but I don't regret. You know you can feel betrayed. Unaona kama hao watu, sasa hao watu tulipigania serikali, tumekuja tukaleta. Kama nikisi mimi, unajua watu wanasema hakuna kazi nilifanya kupigania serikali. Lakini watu hata wajui. Pale kwa Stronghold, tulipokuwa tukitafuta agent wa Nyanza. Ndio. Agent nini station, polling station zote na nini wa Nyanza. Yani unaweza sema chief agent wa Nyanza. Alright. Ndio. Watu waliogopa. Kwa nini? Kwa sababu our opponent hiyo ndio ilikuwa Stronghold. Yeah.
Kwa hivyo hata kuna mahali pengine especially Luo Nyanza mahali kusimamia hata kwenda kuchukua form 34A ilikuwa ni vita. So watu wengi hawako wanataka kazi ngumu. Mimi nilieka mkono juu nikamwambia nipeeni Nyanza. Nipeeni, najua hatuna kura Nyanza, lakini one thing we are going to do, we will suppress the votes in Nyanza. That was the strategy. Hiyo ni kazi mimi nilifanya na timu yangu. Our interior minister Raymond alikuwa one of the people tulikuwa tunafanya kazi na yeye Nyanza. Ndio. Unanielewa? Yes. Kuna vitu ambavyo hauwezi kuja uongea hapa. Watu wananiambia we hata kuna kazi ulifanya, kazi yako ilikuwa kulala na watu nini amujui. Sisi mpaka tulishikwa mkutano ya kuzika ule mzee Nyachai. Tukienda kungojea then the deputy president William Ruto. Si tulishikwa tukalala ndani? Yes. Tulishikwa kama mara 3 na wale ambao tulikuwa tunafanya kazi ya ground. Uliaminia chama sana. Mimi kama hiyo chama ilifika mahali nilikuwa nikufie hiyo chama. President candidate wetu ilifika mahali hata ungeniambia ningekwambia hiyo nitamwambia. Nikisikia unasema unajua airport iko hivi na kimbia naambia watu wanasema nini. Sasa hiyo ndio ikafanya wale watu ambao wamemzingira wanichukie na wakuje na vita. Kwa sababu sasa wewe mbona unamwambia vitu za ukweli? Senator, I want to compare wewe na the former deputy president Rigathi Gachagua. Yeye pia amekuja saizi guns blazing. Truthful man. Anasema vile ilivyo. Alikuwa tunamsikia William Ruto anataja hizo barabara huko kwetu, Kikuyu anasema huyu tumepata wewe nyumba. It's the same thing ambayo nasema hapa ya kwamba wakati ulikuwa mnazungumza na kusema na juzi tu ulisema kwamba you are regretting decision ya kumbandua former deputy president Rigathi Gachagua. Why was that? Unajua kusema ukweli, kila wakati first of all I am not afraid of saying kuna mahali nilikosea na kuna mahali sijakosea. Mahali ambapo nilikosea as a human being unasema ukiangalia hapo wenyewe nilikosea. Nilichoma hapo. Vile ambavyo unaniuliza do you regret joining UDA, na kwambia I will never regret joining my party because it is my party that got me here anyway. Sasa hii maneno ya His Excellency Rigathi Gachagua. Kitu ambayo watu wengi wajui ni alikuwa ni rafiki yangu. Na bado ni rafiki yangu. Na mimi ushaenda wa Munyoro Hapana. Unajua sijui mbona watu wanashtuka. Si Raila kwa status. Mbona watu kuna siku tulikuwa tunapigana hapa nje, hata watoto wetu wanauana hapa nje. Na si ameenda status. Kwa sababu unajua kuna siasa alafu kuna urafiki. Na pale bunge ukiona vile ambavyo watu wanakaa kukula, uwezi kuamini hao ndio wale watu mnaona wakipiga makelele hapa nje. Kwa hivyo ni kanda mnatupigianga huko nje. Masinema re. Masinema kazini. Kuna vitu ambavyo unaongea. Ukitoa hiyo microphone uende pale ukiwa na producer pale. Na producer si bado mko rafiki. Ukikuwa napata na wale wa station nyingine utasema muongeleshani nyingine competitor. So that is what I'm trying to tell you. Aside from the politics. Mimi ni mtu ambaye anaongelesha kila mtu kutoka kitambo. By the way, nikiwa UDA au vijana tu wao tu the same ones wenye wamezingira rais walikuwa wanashinda wakimwambia huyu msichana hatuwezi kumwamini. Kwa nini? Kwa sababu ni rafiki ya Winnie Odinga. Sasa huyu ni msaliti. That time but I used to tell them just because I'm friends with someone who's in ODM does not mean that I don't believe and I'm loyal to UDA. And eventually with the time they saw because hata watu wakikataa kwenda kukuwa chief agent wa Nyanza, mimi ndio nilisema nipatie niende. And we managed to suppress that vote with a huge percentage. So kuna vitu ambavyo mtu akisema ati sasa nisionekane nimeenda kuchukua ndugu yangu kutoka kwa airport, mimi ninashangaa kwa sababu that means nothing. By the way, naweza enda nimchukue kutoka kwa airport na niende homecoming na nikuje kwa studio niwaambie mimi hata huyu mtu nimemwongelesha labda nimeona hana hii na hii. Kwa sababu these are two separate things. Lakini Gachagua hata akikuja impeachment nilikuwa nashangaa sana kwa sababu watu wako wanamsalimia. Watu ambao walikuwa wamefanya kazi nao kutoka pande ya UDA. Mimi unajua nilikuwa mjamzito na mimi nilikuwa nasema mimi ninashangaa watu hata wakusalimii bado you are still the deputy president. So kuna picha ambayo ilitoka nilienda nikamsalimia because you know to me is like even whatever is happening is okay but we are still human beings and we are still friends. Kila mtu mko na hisia. Na nilienda nikamsalimia na nikamwambia kusema ukweli makosa yote ambayo imeletwa hapa makosa kama 11 11 counts. Pale nikimsalimia mimi nilimwambia
Ile kosa moja nimeona wameleta na wakaonyesha ya kuwa ulifanya ni maneno ya kusema usiguze mlima. Na kwa sababu uliisema sana na ukasukuma hiyo narrative. Yes. Kuna wale ambao kama sisi tumetoka from very minority tribes, tulikuwa tunaona ni kama sasa hii kitu itakuja kutuletea vita kama ile ya 2007. Nikimsalimia pale kwa bench, nilimwambia mimi hii makosa mengine yote naona tu nakuwekelea. Lakini hii moja ndio nimeona ni kama ina na mimi yangu hiyo naona ni kama inaingiza watu baridi kwa sababu ya yale ambayo yalikuwa yamefanyika 2007. Now, when I was asked the other day, do you regret? I thought about it and I said yes. Why? Because at the end of the day, the way everything was packaged, na ile ikasukumwa, what appeared to be divisive politics was actually mtu wa kusema nasimama na watu wangu. Unaelewa? Yeah. And there's many moments like that in politics where unafanya kitu alafu unasema hapo nimekosea kwa sababu sasa venye naona kumbe hata ni wamama alikuwa anatetea. Hapo nimekosea kwa sababu hata venye naona mara ngapi tulikuwa tunapinga hii highway, hii expressway. Tulipinga hii expressway. Yeah. Later sisi wa Kenya tukakuja tukasema hapo hata tulikosea kwa sababu unaona hii expressway ndio sasa inakufanya airport unaenda na 7 minutes. So looking back, because that is the only, hata nikisimama nikiongea nilisema mimi ile makosa tu yenye ambayo nimeona hapa na yenye nimeona iko na evidence ni hii ya usiguze mlima. Na based on that one nikasema wacha nipige kura ya kumwambia. Ukisema uliona kwamba kuna kosa moja, lakini tukiangalia ile impeachment ya Bwana Gachagua kama ni public participation ilifanywa. Yani mambo ya kuzingatia sheria ilifanywa kwa haraka upesi. Lakini vile vile pale ndani ya bunge kulikuja baadhi ya wabunge wakisema ya kwamba katika ile impeachment ya Bwana Gachagua, which some say it was fairly done, others say it was unfairly done. Let us tuanguke kwa unfairly done. Maana wengine wanasema kwamba kuna pesa ilitembea ya kushawishi baadhi ya viongozi wa mbandue Bwana Gachagua. Hakuna mtu, labda unajua mdomo wangu labda ndio ilifanya nisipewe pesa. Mimi hakuna mtu amenipatia pesa. Labda waliona wakinipa pesa utasema hapa kwa studio niseme mimi pesa sikupewa pesa yote. Labda sababu ya mdomo. Labda unajua nilikuwa naonekana mimi bado namuongelesha, labda wakaona kuwa maybe but mimi pesa mimi sijaona bunge alipewa. Kusema ukweli tu. Unajua si ati hapa ninatetea nani. Mimi sikuona mbunge ambaye alipewa pesa. Sikuona. Tulikuwa na Senator Dan Manzo I think last month na akasema he was offered was it around 10 million. Alikuwa anasema ina depend na popularity yako. Alipewa 10 million. Si ati hakuchukua, but alikuwa anasema kwamba it was ranging between 4 to 10 depending na popularity yako pale na umaarufu wako. Bana, kwa hivyo watu wanasema mimi sijulikani kabisa. Pesa ilikupita. Mimi hakuna pesa watu alikuja kuniambia. Mheshimiwa alikuwa anasema mjamzito. Acha tukusaidie. Mheshimiwa alikuwa anasema pesa ilikuwa inafunguliwa kwa boot pale. Unaulizwa vipi? Wewe ulikuwa wapi? Labda lakini unajua pia shida yangu ni hivi. Mimi sana sana huwa sikai na wabunge. Yaani nikimaliza kazi yangu naenda straight nyumbani. Alafu unajua wako na social hangouts nini. Huwa wanasema mimi najifanya, lakini kusema tu kweli nikimaliza kazi huwa naenda. Sasa labda shida ilikuwa hapo. Labda mimi kwa sababu sina yani wacha tu niseme tu kwa yani ile sikunywi na watu ulikosa kwa sababu ya hiyo maringo. Lakini unajua mimi ni mtu wa I'm loud but I'm very private. So unajua sikai hata maneno ya gym na hiyo kukaa yani maliza kazi yako nenda nyumbani. Nikimaliza kazi yangu naenda, niko na vitu zangu nafanya nyumbani. Sasa Mheshimiwa Gloria, ukisikia kwamba kuna baadhi ya vitu kama hivi vinafanyika bunge alafu unaona kwamba hakuna kesi yoyote ambayo inafunguliwa, hakuna malalamisho yote yanatolewa, lakini Mheshimiwa Gloria akiongea tu mara moja pap inakuwa talk of town. Unajua ni kwa sababu labda now I understand. In fact ni vizuri nimekuja issue kwa sababu venye mmeniambia hivyo vitu ndio naanza kuelewa. Ni kwa sababu mimi unajua siwezi kuongea kile ambacho sijui. Kile ambacho kimenifanyikia ndio nitaongea. Unaona kama hiyo maneno ya watu walipewa pesa na nini na nini. Ukweli kwa sababu maybe I don't hang out na watu nini labda sikuona. Lakini hii vitu ambavyo vinanifanyikia nikikuja nikuambie nisikize, nilinyimwa hii na hii kwa sababu nimekataa kulala na yule, that is my own experience. Nikikuja nikuambie hii maneno ya kama sasa haraka ambayo ilitumika kunitoa kinyuma na sheria ya kujaribu kunivuta hiyo kazi ni kwa sababu kitu ya kwanza nilishaanza kuuliza hao ni akina nani wanachukua pesa kinyume cha sheria hapa.
Hata saa hizi vitu kiongea, kuna vitabu ambavyo vimechukuliwa kutoka ofisi fulani vikafichwa. Kwa sababu niliuliza hiyo swali. Okay. Unanielewa? Na najua kuna wenzangu ambao hawataki nirudi. Kwa sababu wanaona labda nikirudi na hiyo maneno ifuatiliwe na investigations zianze, ndio watapatikana makosa. So na hiyo ni sawa, kila mtu anajikinga vile ambavyo anajikinga, lakini kitu ambayo wanajua mimi siwezi fanya, maneno ya kufanya vitu kinyume na sheria. Mimi sijakuja pale kutafuta pesa. Si ya kuwa kusema ati niko na pesa nyingi, lakini hiyo that was not my intent kuingia bunge. Na labda hapo ndio naona tunaanza atupatani vizuri. Hivi mheshimiwa, ushinde hii kesi urudi tena pale katika cheo, na inabidi ufanye kazi na baadhi ya viongozi ambao wewe mwenyewe unaona kabisa wanakufanyia kazi yako iwe ngumu. Je, unadhani hata kurudi kwako pale kutaleta manufaa yoyote kama mambo ni haya? Unajua uzuri wa bunge, ndio maana sometimes when I think about it I say ni Mungu alinipeleka huko. Uzuri wa bunge, ukifika pale saa zingine unapata hata hakuna mtu wa kuongea. Na kwa sababu hawezi kufunga kile kikao, especially in Senate, unajipata tu wamekupa nafasi ya kuongea kwa sababu hakuna watu. Na wale ambao wako hawataki kuongea, wana kitu kusema. Ndio. So in terms of kurepresent watu na kuongea maneno ambayo watu wanataka kusikia bunge inafanya, nitaweza kufanya. Na ujue bili yangu hata ilikuwa imefika mahali wanaipigia kura. Nimesukuma hiyo bili ya free sanitary pads. Na niko na bill 6. Kuna wengine hata hawana haja na hata moja hawana. So kama swali ambayo nitaweza kufanya kazi ama sitaweza kazi, nayo nitaweza kufanya. Kutakuwa na ile ushirikiano, maana ukisema kama signature lazima uambie usije kalale na mtu fulani, usije kufanya nini na nini. Unafanya wacha nikuambie. Hii maneno ya watu kukuambia resign. Why make it easy for them? Yes. Why make it easy for them to keep stealing money? Why make it easy for them to keep harassing women? Why make it easy for them? Mbona mimi nijitoe ndio sasa mashitani waendelee kufanya kazi yao? Wewe Mungu alikuweka pale upigane na hizo pepo. Sasa ukikuja kusema una resign nini? Mungu alikupa hiyo kitu resign. Mimi nikiresign na wale wanawake wengi wananyanyaswa hapa nje, nani atawapigania? Wacha wanifukuze. Kwa hiyo kuna baadhi ya mapepo ambao watarudi 2027 kuomba kura. Shida yenye tuko nayo hapa, hata watu wakiongeleshwa vizuri waambiwe, my friend, huyu hakuna kazi anafanya huko bunge. Huyu hakuna, saa zingine sijui ninatufanyikia huko election. Tunapiga kura. Lakini pia in all fairness, you know, you can't blame Kenyans. Kwa sababu si mimi nilikuwa mmoja ambaye tulikuwa mbele ya kupigania hii serikali. Sasa nyinyi ndio mnapigwa vita. Si ndio? Juzi Senator Rais amekuomba msamaha. Have you forgiven the president? Aliomba msamaha. Rais hakuniomba msamaha. Aliomba wa Kenya. Msamaha haiwezi kuwa msamaha kama unasema kama nimekukosea. Wacha hata nikuambia, hata kwa hiyo Biblia ambayo wanasoma sana. Hiyo Biblia moja, the one Bible. Kuna kitabu cha kwanza cha Yohana, kifungu cha kwanza na mstari wa 9. I got it right, Amen. Yohana ngapi? 1 John. 1 John chapter 1 verse 9. Hebu soma. Okay. Ndio msione na wadanganya. Alafu nikuambie kitu ambayo verse 9 1 John chapter 9. Kwa ni safari. Mbona kitabu cha kwanza cha Yohana. Kifungu cha kwanza mstari wa 9. Okay, dakika moja tu hapa. Biblia yangu kidogo ni kitambo funguliwe. Yes. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. Okay. Unanielewa? Yes. Lakini kitu ya kwanza ambayo tumeambiwa ni tufanye nini? Tukubali makosa ambayo tumefanya. Unanielewa? Sasa utakuja aje kuomba msamaha kama haujakubali makosa ambayo umefanya? Naona utakujaje kuomba msamaha? Unajua nikikuja kukuomba msamaha lazima niseme Oruba, nimekukosea. Ulikuwa unajaribu kutetea wamama. Naona huko bunge wamekufinya kabisa. Na badala nikusikize nikakufukuza, nikakutumia vijana wakufanyia hivi na hivi. Na nimeona kwamba hiyo ilikuwa ni makosa kutoka pande yangu. Naomba unisamehe. Lakini huwezi kuja useme ati sasa kama nimekukosea haje tena. Haujakubali makosa ambayo umenifanyia. Utaniomba aje msamaha? Ndio swali. Naweza kuwa nimekukosea na sijui. So kama nimekukosea jamani, Senator, kana naweza kuwa wewe unataka kuniambia hii serikali yangu na yetu inajua ijakosea wamama? Okay. Kutowapatia zile ahadi ambazo walikuwa wamesema watatimiza, kutotimiza. Sasa watajuaje kama wewe mwenyewe ukubali kufika huko? Unataka kuniambia rais wetu mpendwa. Ndio.
ambaye alikuwa at one time rafiki yangu William Ruto hajui kuwa wamama wanauliwa hapa, urafiki uliisha ati femicide, hajui kuwa kuna wamama wamekufa kuare tu. Wamama wangapi wamekufa kuare? Very true, very true. Wacha nisome kipengele nimekipata kinasema, if we confess our sins he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Lakini kitu ya kwanza ni ati ufanye nini? Ni ukubali ya kwamba confess makosa ambayo umefanya. Okay. Uwezi enda kwa Mungu useme Mungu kama nimekukosea. Uwezi. Lazima ujue yeye mwenyewe. Kwanza you confess. Kwanza ukubali makosa ambayo umefanya. Umeelewa? Yes. Kama mimi sasa ile walikuwa wananiambia hapo simama apologize. Wewe uliapologize wewe pia uliapologize. I gave my own apology. Kwa sababu nikitafuta justice kwa yale maneno ambayo nilikuwa na report. Kuna wenzangu ambao waliona kuwa niliwakosea. Waliona kuwa vile ambavyo nilikuwa naongea ilikuwa inawafanya hao ndio wanakaa wabaya. Wale wenzangu ambao walikuwa na feel Gloria ametukosea. Nilisimama pale na nikasema najua kuna wenzangu ambao nimekosea. Kwa sababu the manner with which nilikuwa ninatafuta hii justice ipewe kwangu, kuna wale ambao hata niliwatukana na ninawaomba munisamee. Hiyo ndio ilikuwa ile apology yangu kutoka kwa my heart. Wachana na hii nyingine ambayo mtu ambaye alikuwa ananinyanyasa huko ndo ananiandikia nisome. Wachana na hiyo. Hiyo ni kando. Ile yangu ya ukweli nilisema wenzangu. Tulishangaa apology yenye imeandikwa hii. Na unajua sasa ndio nakwambia pale bunge ukiingia mnaandikionga pia hizi vitu za kusema utaandika. Kwa sababu hata hiyo mtu mwenye aliandika hiyo, mwenye alidraft hiyo, ni huyu tu ambaye nilikuja kushtaki. Na unajua yeye si mbunge, yeye si speaker, lakini somehow jina yake ilijipata kwa apology. Yet ni Senate ya Kenya ndio ilini suspend, lakini akaenda ka draft akajiingiza pale ndani na akaingiza mpaka jina yake. Ndio sasa akimbia kotini aseme hata ulisikia lini apologize. So kuna vitu zinafanyika na watu I think shida yangu moja pia ni mimi si mwanasiasa. Unajua ningekuwa mwanasiasa kuna vile ambavyo wanasiasa wanafanya kazi vitu nyingi vinafunikwa. Lakini mimi nadhani pale tunaenda na hii Kenya tunahitaji watu wengi kama mimi ambao si wanasiasa waingie siasa. Ndio siasa yetu ibadilike. Tuone vitu from a different perspective. Senator, tukimalizia naona zimesalia kama dakika 6. The two brothers doing ilitwaje wako na tour saizi, you know, the whole larger Nyanza region. Jana baba amedonate 5 acres Kisumu pale land. President ameanzisha project ya affordable housing. They are working, right? Broad-based government inafanya kazi. Nataka nijibu hiyo swali kutoka perspective yangu. Unajua pia mimi nimetoka Kisii leo asubuhi. Nilikuwa Kisii, nilikuwa ground. Mahali nimetoka. Na jana nikipita hapo Kisii town kuna kitu inaitwa Kisii Cancer Center. Mara ya mwisho tulipatana na Rigathi Gachagua kisiasa ilikuwa ambapo tulikuwa tumezindikisha our president William Ruto kuenda kwa Cancer Center for ground breaking. Hata nikaambia dereva wangu, hebu simama, nataka kuona, kwa sababu last year I can't remember the date, but last year I think October 2024 October I think tulikuja hapa. Hii ndio ilikuwa mara ya mwisho tulifanya siasa na His Excellency Rigathi Gachagua na tulikuja kufanya ground breaking ya Cancer Center. Nikaambia dereva wangu, hebu pitia tuingie hapo. Akaniambia lakini inaweza kuwa unajua nikamwambia hakuna maneno ya security, pitia tuingie hapo kwa sababu unajua wameninyang'anya askari, wameninyang'anya kila hizo ndio kazi sasa zinaendelea. Nikasimamisha gari nikaingia. Nini imefanyika huko? Nini? Hatujakuwa hapo Senator, unless tuambie. Tunauliza ni nini? Watasema napiga serikali, lakini vile ambavyo tuliacha pale ndio iko hivyo. Vile ilivyo. Ndio vile ilivyo. So unajua sasa vitu kama hivyo ukienda kuongea useme your excellency labda huyu contractor wacha atolewe kwa sababu tangu tuliende ku launch huyu mtu hakuna kitu amefanya. Unapata sasa wale vijana ambao wanakula na contractor wanakuja wanakutoa, wanakuja wanakuletea vita na pale hakuna kitu inaendelea.
Si mimi nimekuambia nimetoka Kisii. Sasa unajua siwezi kuongea maneno ya Kisumu na zile vile vitu ambavyo wamekuwa. Unaongea vitu ambavyo umeona first hand. Nakwambia vile vitu ambavyo mimi kwanza nimeenda, nilikuwa launch, tulizindikisha rais wetu. Obvious auta expect ni rais ndio anafuatilia mpaka contractor kwa sababu kuna yale mikakati including mawaziri na nini. Lakini unajua sasa kama mkubwa wa nchi unahitaji wale watu ambao wanakuambia ukweli, wanarudi wanakuambia by the way nimetoka Kisii, hakuna kitu inaendelea kwa ile kanza. Lakini wale ambao wanamzingira ndio wanakula na hao contractors. Mheshimiwa, ukiangalia haya yote ambayo unayosema, ahadi ambazo hazijatimizwa, miradi ambayo haijatimizwa, huku upande wa Munyoro wanasema wanta, huku upande wa serikali 10 bila break. Kwa maoni yako kwa miaka miwili ambayo imebakia ni one term 10 bila break. Kwanza kuna mtu aliniambia usijaribu kusema one term, ati wewe ni half term. Ati wewe na Gachagua ni half term. Sasa kama mkikuja kusema hebu sikia, nyinyi kwanza ni half term, hata mkikuja kusema one term nyinyi ni half term. Kwa hivyo mmalize one term half meisha. Ati hata sisi wa one term heri tumefika one. Nyinyi hata mkufika. Unajua nikacheka nikamwambia hapo nayo mumesema ukweli. Lakini there is pride in being half term if you stood with the truth. Very true. There is pride. Very true. Mimi hata heri ni kwe quarter term. Lakini msinibebe kwa mrengo ya kudanganya wa mama. Oh, tutawapea diapers. Oh, tutawapea sanitary pads. Oh, tutawalinda. Oh, tuta make sure femicide imeisha. Alafu ati nivae kwa sababu nataka kwenda 10 bila. Niende 10 bila break na wamama wanakufa 10 bila break. Niende 10 bila break na watoto wanakufa 10 bila break. Niende 10 bila break na zile vitu ambavyo tulisimama kwa jukwaa tukasema tutapatia mama mpaka tukaweka sahihi sisi sote. Unajua tuliweka sahihi kwa hiyo women charter. Sisi sote tunajua ni uongo. Alafu niende 10 bila break, staki hiyo 10. Okay, kama hiyo ndio siasa. Yes. Ikae. Umetoka ground by the way Senator. What's the plan ya 2027? 2027 mimi nasimama kiti cha ubunge. Bobasi constituency. Nilisimama last time na nikaanguka party primaries. Nikapata 6,000 votes. Yes. I think it was 5,700 and something. Kwa party primaries Kwa party primaries. Hizo ni nyingi. Hizo ni nyingi umejaribu. Na mama na kuna wengine wananiambia utarudi na kura 10. My friend nishatoka kwa 10. Sasa tunaanzia 5,700. Na niko na hiyo focus. Ndio maana hata uliona, unajua inafika mahali unajiuliza sasa hata hii kiti yenye mnangangana nayo tunavurugana. Na nyinyi hamtaki hata nifanye kazi. Wacha sasa nifanye kazi. Wacha nifanye kazi ground. Wacha niongeleshe watu ground. Unajua mimi si mimi peke yangu nimesema ukweli. Kuna wanasiasa wengi, members of parliament wamesema ukweli. Wanazidi kuambia rais wetu ukweli, wanajaribu kumuuliza afanye kitu. Lakini kwa sababu wale hawako nominated, hawashikwe. Sasa mimi kama if there's one lesson I have learned from this whole experience. Kitu ya kwanza, enda tu utafute election. Enda tu upewe kura na mwananchi. Kwa sababu huyo mwananchi mahali ambapo where it matters ndio utaenda kumripotia. Kwa sababu hao wengine wote tunaona ambao wanaambia president ukweli na wako kwa chama ya UDA hawajatolewa kwa chama, hawangolewi. Unaelewa? Kwa hivyo hiyo yangu ilikuwa ati kuonyesha, wacha tuonyeshe watu tunaweza kutoa mtu. Na by the way ni kinyume cha sheria, ndio kwa maana koti imesimamisha hiyo maneno. Kwa sababu na ikifika mahali ambapo hata hii serikali yetu yangu ambaye nilipigania itaanza kufanya vitu kinyume na sheria 2 years to election. Nataka kuwauliza, what are we doing? Ni nini tunajaribu by the time tufike hiyo 2027 na hata koti hamuzisikizi. Hata yani mko tu outright kinyume ya sheria. Basi si mmesema Gen Z waendelee kufanya zile maneno walikuwa wanafanya. Unaelewa? So for me kuna vitu zingine ambayo huwezi kuniingiza kusema ni siasa. Hii ni siasa, wacha kutuambia maneno ya wamama na nini. Mimi siasa yenye najua yenye nilipigania ni ya ukweli. Ya kuambia watu ukweli. Asante sana. Nominated Senator Gloria Orwoba tumekuwa naye na anasema 2027 she's in the ballot. Tutatafutana utuambie what the plan is kwa wananchi. Bobasi constituency wote saizi wanasema Ekerebi Gyoka. Tukimalizia Senator, just on a light note, tuko end month, watakulipa
wamelipa mshahara kweli? Oh, by the way, unajua hata kuna mwezi ambao hawakunilipa. Sinakwambia kuna mtu wako pale ule ambaye nilimshtaki. Kazi yake ni kuenda kinyume cha sheria. Okay. Na hata hiyo tukaenda kotini. Hii unaona wakiona walipe, wasilipe, wafanye watu. Unajua acha nikuambie, wengine wetu kabla siasa ndio maana unaona sisi lazima nikae ati tunakunywa na wanasiasa, tunafanya nini na wanasiasa kwa sababu tuko na maisha beyond this politics. And you know they need to follow the law. But if they choose not to follow the law, you know we won't die. Hata kufa. Kwa sababu Mungu by the way naambia watu, Mungu si shemeji ya mtu. Huyo Mungu ni wa kila mtu. Si shemeji yako, si shemeji yangu. Mungu ni wa kila mtu. Anaitwa Gloria Oroba anasema Mungu si shemeji ya kile ya mtu. Acha tumpishe ndugu yetu Samamani pale. Ushasikia hiyo? Mungu si shemeji yako kaka.